Sisi kama ofisi ya makamu wa rais, kwanza tuna kazi kubwa kusimamia masuala ya mazingira. Tunafahamu changamoto tunayoendelea kuipata ni mabadiliko ya tabia nchi, na inaathiri pia hali ya maziwa yetu. Kuna baadhi ya maziwa ambayo patatokea uongezeko kubwa la maji, kuna baadhi ya maziwa patatokea upungufu mkubwa wa maji. Na hili tunapenda tulisisitize kwenye uzingatiaji tunapojenga miundombinu, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi yanapoleta mabadiliko kama haya yanakuwa ni ya kudumu wakati mwingine, na ninaamini pia mmezingatia, kwa sababu ziwa hili pia litaathiriwa sana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia kwa maana ya mazingira kwa ujumla, tunaangalia ziwa kwa ukubwa wake pande zote mbili. Miundombinu inaweza ikawekwa upande wa wenzetu, inaweza kukuta inaathiri miundombinu ya upande wa hasa balance ya maji. Natamani na hilo mmelizingatia. Mabadiliko ya tabia nchi kubwa kwa sababu ya hali tunayotegemea miaka ya, kwa mfano mwaka huu mwezi Novemba, kama mnavyokuwa mmefuatilia, patatokea El Nino kubwa, haijawahi kutokea tangu miaka ya 1847. Maana yake ni kwamba sisi tunaanza kuwaandaa wananchi, kuandaa wataalamu wote ambao mnahusika kwenye mambo ya miundombinu, kujua haya mabadiliko yanaweza kaathiri pia shughuli zetu. Na tunaamini sasa utaalamu huo tunautaka katika miundombinu yetu ya aina hii, kwa sababu ni miundombinu ya gharama, ya muhimu, na tunatakiwa iwe ya kudumu. Kwa tuzingatie masuala ya mazingira ili tunapokuwa tunaijenga iwe resilient kwanza kwenye mabadiliko tunayotarajia, resilient kwa climate change, kwa sababu misukosuko inakuwa mikubwa kuliko ilivyokuwa awali, lakini pia iweze kuaccommodate yale mabadiliko ambayo tunayatarajia yatakapotokea, hasa kwenye maziwa yetu makubwa haya matatu.